Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Tuendelea kusoma kitab Bulugh al-Maram ahkam as-siyam. Soma hadithi. Naam. Bismillah. قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصاحه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. Naam, alhamdulillah. Hafsa mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam kasema, man lam yubayit siyama qabla al-fajr fala siyama lah, mtu yeyote hajaweka nia kabla ya alfajri, usiku kabla alfajri, hana somo. Hadithi hii imepokea khamsa ambayo tumetaja, khamsa kina nani, na Tirmidhi wa Nasai wanasema hadithi mawquf, ni kauli ya Hafsa, sio kauli Nabii sallallahu alayhi wasallam. Lakini Ibn Hajar anasema lakini hadithi ni kauli Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam marfu'an, na hii amesema Ibn Khuzaimah Ibn Hibban, na hii hadithu sahih marfu' ila Nabii sallallahu alayhi wasallam. Na Daraqutni ametoa riwaya nyingine, Mtume anasema la siyama liman lam yafridhu min al-layl, hana somu kama mtu hajaweka nia kuanzia usiku. Nena albayat Kiarabu anatumia usiku, mchana kulala inaitwa qailula. Sasa natakiwa usiku mtu aweke nia. Mtume anasema hadithi mbili hii wote, mtu yeyote atakufunga lazima aweke nia usiku kabla fajr ajaingia. Riwaya hii imeweka wazi ambayo anasema kabla alfajri, sio usiku baada al-maghrib, kabla alfajri. Wakati unakula daku unatakiwa uweke nia, wewe kesho unafunga. Kama hujaweka nia kwa ndani moyo yako, usomu huna, manake innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kila amali, kila ibada ina connection na nia. Sasa lazima somu mtu aweke nia ni usiku. Sasa swali linakuja, nia nitamke? Madhhabu Abu Hanifa na Malik na Ahmad bin Hanbal wa hata Shafi'ia wanaona kudhihirisha nia ni sio sharti wala sio wajib, sio lazima. Nia mtu aweke nia, dhamira haba, mimi kesho nafunga, hivi nia. Lakini kudhihirisha wote wanasema sio lazima, isipokuwa Shafi'ia wanaona kudhihirisha nia mara nyingine ni inapendeza, lakini kwao sio lazim, sio sharti. Lakini wote wamekubaliana mahalu nia alqalb, nia mahala bake ni moyo. Lakini mtu kutalafudh nia, wote madhhabi wamekubaliana sio lazima na sio sharti, sio wajibu. Lakini baadhi Shafi'ia wanasema inapendeza, sunna mustahaba, mtu ili kitu yuko ndani yake adhihirishe hao. Lakini Malikia na wengine wanakataa, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Na Mtume hajawahi kudhihirisha ibada yote anafanya, sala au somo, hajawahi kudhihirisha nia sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa amedhihirisha nia ya haji wa umra, labbaik allahumma hajjan labbaik allahumma umra, amedhihirisha. Sasa bora zaidi kama mtu sehemu Mtume amedhihirisha, sehemu Mtume hajadhihirisha, usidhihirishe, hii bora zaidi. Lakini kama mtu amedhihirisha, sio maana sisi tumkufurishe, tumtukane, hizo sahihi. Na baadhi Shafi'ia wanaona bora zaidi, yani bora sio lazima, bora zaidi kwa au bora au inapendeza mtu kudhihirisha ile kitu yuko moyo, adhihirishe mdomo, wanaona hivi. Lakini hakuna hadithi tuseme amedhihirisha nia au katika sala kusema na watu usali fardh al-maghrib ana watu usoma qadr, Mtume hajawahi kusema. Sasa lakini baadhi Shafi'ia wanaona kudhihirisha kwa kutamka kwa ulimi kwao ni sunna mustahaba. Lakini kama mtu hajadhihirisha, wanaona somo yake ni sahihi madama amekiri na ameweka azma katika moyo wake, wanaona somo yake ni sahihi. Umeweka hapo? Naam, tafadhali. وعن
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. أنا عائشة رضي الله عنها قالت, Aisha amesema radhiallahu anha, mtume siku moja amekuja kwetu. Inaonekana hadithi mtume amekuja baada alfajri, maana baada jua kuchomoka, yani wakati usali sala ya Eid, yani saa 1:30 hivi, 12:30, saa 1:30, muda kama hivi. Mtume kaja nyumbani, ni wakati wa salatu dhuha. Amekuja nyumbani Mtume sallam, kauliza Aisha, hal indakum shay, chakula ipo? Nasikia njaa mimi, nataka nile. Qulna la, asema hapana, chakula hatuna leo. Qala bas, tukasema fa inni idhan saim, kuanzia sasa hivi mimi nimefunga. Thumma, kisha anasema Aisha, atana yawman akhar, kaja mnasema siku nyingine, siku ya pili, siku nyingine kauliza vile vile, hal indakum shay, je chakula leo upo? Tumemwambia faqulna uhdiya lana haisun, uko watu jirani umeleta sisi hais. Hais ni kama inafanana asida au wayama tunatumia sisi, inafanana kitu kama boko boko, ni asili yake samni na tende. Tende umetoa ile ya ndani ya koko, sio umetolewa ile ya ndani, umeka samni, mtu amechanganya pamoja, yani yuko kama boko boko au kama asida. Sisi inaitwa asida tamr. Tuna chakula leo hii, watu jirani umletea zawadi, uhdia ni hadia, haisun. Qala, mtume kasema arinihi, hebu nione kwanza chakula nyewe. Faqala asbahtu saiman, leo nataka niweke nia kama siku ile, kama jana ile nifunge, nafikiri chakula hamna, madama ipo hebu nionyeshe. Kaona kampenda, faakala, amekula. Hadithi hii ina faida mingi sana. Hadithi inaonyesha somo ya sunna, mtu anaweza kuweka nia mchana kwa sharti asile, si baada alfajr mkula breakfast alafu unakuja saa 4 nasema nimefunga. Sharti usile kabisa, yani tangu jana hujala, alfajr imeingia, baada alfajr kubasuka fajr sadiq, adhana ya pili ambaye maadhi nasema salatu khair min nom, wewe hujala, mkuja nyumbani saa 2, 3 chakula hivyo hamna, acha leo nifunge, utapata thawabu. Somo ya sunna sio kama unaweka nia mchana asubuhi baada alfajr, kuweka nia baada alfajr asubuhi haina shida, inakubalika. Lakini tofauti somo ya fardh. Somo fardh ni nzito, nguzo katika Uislamu, lazima nia uweke katika usiku kabla ya fajri ya kweli. Sasa hii hadithi na Mtume sallam ilikuwa zangu Uislamu, sala fardhi lazima anasali amesimama. Sala sunna hata mara nyingine hajachoka, yani anaweza kusimama anasali yeye amekaa. Maana tulikana ibada ya fardhi na ibada ya sunna uzito wao ni tofauti. Ya fardhi sala lazima usimame kama unaweza kusimama, lakini sunna unaweza kukaa hata wewe hujachoka wala huna udhuru, huna shida. Vile vile somo ya fardhi na somo sunna ina uzito wake. Fardhi wa somo ya fardhi ina uzito, lazima nia uweke kabla alfajr, kabla ya adhana ya pili, lazima uweke nia. Lakini somo sunna sio uzito namna hii, na yeye lazima uweke, bora uweke usiku, lakini kama itokea dharura utakuweka nia baada alfajr haina shida. Lakini fardhi haikubaliki kabisa, lazima fardhi uweke usiku kabla ya fajr, adhana ya pili. Hadithi bata faida, Mtume sallam yeye bora kuliko wimbo yote. Wimbo yake mara nyingine ilikuwa chakula hamna. Mimi leo na wewe Uislamu talamika maisha ngumu, na kuuliza maisha ngumu, yuko siku kwako nyumbani hajapikwa chakula? Ipo mwezi mzima hajawasha jiko? Ipo. Aisha radhiallahu anha anasema inapita mwezi mmoja au 2
jikoni kwao hawawashi moto, chakula hawana. Unakula nini? Anasema unakula kitu nyeusi mbili, tende nyeusi na maji nyeusi. Lakini nyumba ile ambayo mara nyingine watu wao wanakaa njaa, wanakaa mwezi mmoja, mbili, tatu, jiko haiwaki, hakuna msosi, hakuna ubwabwa, hakuna chipsi, hakuna nyama, hakuna baya. Leo tunakula aina tofauti chakula sisi, hawapati. Kulikuwa mtume anakuja kwake hajui chakula ipo hamna. Lakini nyumba ile wameishi dunia bora kuliko sisi, hao wote tunasema bora kuliko viumbe yote, na wake zake bora kuliko sisi zote, radhiallahu anhunna jami'an. Lakini nyumba hii pamoja hivi ilikuwa nyumba wahi inashuka na Jibril inashuka. Wao wameishi dunia kama sehemu ya kupita, hawajaishi dunia kama wanakaa milele. Kama sisi leo watu wanaishi dunia yani kama ishi kama mwingia nyumba wako kila kitu anachanganyikia mtu, nyumba yao nzuri, usiku halali. Hii dunia sehemu ya kupita. Wao wanajua dunia ni shamba, unalima, unafuna ni akhira. Mtume anaweza kuambia Allah Subhanahu wa ta'ala nishushie mali yote dunia nile na raha kama wanabata wafalme wanakula. Hajasema, anajua sehemu ya kupita. Na mara nyingine mtume anafunga nani hajar, jiwe kwa tumbo lake kwa njaa. Lakini dunia sema sasa hilo inaonekana mtume asema nyumba yake mara nyingine chakula hamna. Na mtume hajui nyumbani chakula ipo ama hamna. Kama wanaume wengine sisi, bora mimi mlete mchele, bora imeisha, umeiba umegawa. Hajui hii kazi nyumbani macheki na mama ipo, hajui iko nini. Mtume anakuja chakula. Lakini watu wengine Allahu akbar, yani kama kitu kingine kitu, bora nyanya imepungua moja hapa, Allah hii kazi kina mama, nyanya imepungua, nyanya wewe na nini mama, nyanya mambo ndogo, kitunguu saumu macheki na mama. Madama hawafanyi israfu kubwa machie, lakini kama anafanya israfu anachezea chakula sawa. Lakini mimi nakusudia mtu anasema haji hata ndani nyumba yake ndani nini chakula hivi. Sio hivi. Anakuja anasema chakula upo. Sallallahu alayhi wasallam. Hadithi bata faida nyingine, mtume alikuwa anakula hadia, zawadi. Ilikuwa sadaka hali. Imekuja hadithi anasema nahnu alu Muhammad hurimat alaina sadaqa. Sadaqa kwetu ni haram. Na siku moja kaona Hasan na Hussein kachukua tende kaingiza mdomo, kasema kakhin au bakh, kama anamfokea, toa wewe, hujui kama sisi, mimi familia yangu sadaka hatuli, washarifu takiwa asili ya sadaka. Lakini wanachukua kitu inaitwa ghanima. Ghanima Kiswahili inaitwa nini? Ghanima ngawira. Kama suratul Anfal Mungu ametaja inma alimtu min shay'in fa lillahi khumsu wa lirrasul wa lidil qurba. Qurba maana yake karaba mtu, yani watu mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almuhim mtu asema alikuwa hawali sadaka, lakini zawadi ilikuwa anapokea kula. Kwa nini? Mtu hadithi nyingine akasema sadaka chafu ya watu, chafu ya watu. Khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zaki maana yake utamtakasa, safisha mali zao. Sasa uchafu hauwezi kula. Lakini ulama Shafi'i, Imam Shafi'i anasema kama yuko zama serikali Uislamu hakuna, khalifa wa Uislamu haipo, na washarifu hawabati fungo ya ile ngawira, nitasio ngawira hawabati, kama hao maskini kwa dharura unaweza kwamba sadaka, manake hawabati ngawira. Lakini kama mtu sharifu anaweza kupata sehemu yote kitu bora sadaka asile. Mtu anasema ilikuwa sadaka hali. Mtume akasema arinihi, nionyeshe. Na hapa dalili chakula huwezi kula baka uone kwanza chakula aina gani. Mtume sallallahu alayhi wasallam baadaye amekula. Hii leo tumesimama hapa hadithi mbili. Hii ni fardhi, lazima uweke nia usiku. Kama hujaweka somo zako sio sahihi. Kutamka, wale wote wanasema sio lazima kutamka, madhehebu yote wanne isipokuwa Shafi'i anasema inapendeza kama mtu, yani sio shida au haina shida kama mtu atadhihirisha. Lakini mtume hajadhihirisha sallam nia. Lakini somo ya sunna mtu anaweza kuweka yani nia hata mchana, kwa sharti takiwa asile kitu chochote. Wallahu a'lam. Kishki TV, nuru ya dini yako.